kuna kanuni ya 3 kuhusu matumizi ya rasilimali za umma. Kanuni hii inaeleza kwamba ni marufuku kwa kiongozi ama viongozi kutumia madaraka au rasilimali za serikali kwenye kampeni. Rejea hapo kifungu cha 3.3. Lakini kwa kuzingatia mifano kadhaa na uzoefu wa chaguzi zilizopita, na hata kwa kutoa mfano, kwa mfano tuseme waziri mkuu anashiriki uchaguzi kwa mfano, wakati gani hatumii rasilimali za umma na wakati gani anaweza kawa anatumia rasilimali za umma. Na ukisoma vizuri kanuni ni kama inaeleza mpaka maafisa wa kiserikali wanakuwa ni sehemu ya matumizi ya rasilimali za umma. Sasa ukisoma ile kanuni ya 3.3 ambayo imezuia mawaziri, wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, tuseme na viongozi wote wa serikali kuchanganya ziara za kikazi na shughuli za kiuchaguzi, au kutumia vyombo au watendaji wa serikali katika shughuli za uchaguzi kwa manufaa yao. Sasa nafikiri hapo ni kwamba kama ziara ni ya kiserikali, maana kiongozi huyo wa kisiasa hatakiwi achanganye na kampeni. Kama ni ziara ya kiserikali, maana yake ifanyike tu shughuli za serikali, asipige kampeni, aishie hapo, aende nyumbani. Sasa akija kupiga kampeni, maana yake aache zile mali na magari ya serikali, achukue magari ya chama na mavazi ya chama, aende akafanye kampeni. Ndipo kanuni zinavyotaka. Lambert. Mpaka maafisa maana yake wanaomlinda wanapaswa kuwa wa chama. Kwa upande mmoja, lakini kwa upande mwingine kuna nafasi ambazo mtu lazima aendelee kulindwa na walinzi wa vyombo vya usalama. Sidhani kama ni wakati gani tutasema sasa tuwazuie hao walinzi wasimlinde waziri mkuu. Okay.